Mheshimiwa, wewe ni miongoni mwa watu ambao wanatajwa sana katika midomo ya wanasiasa, lakini pia hususan wakazi wa Shinyanga kwamba unalitaka jimbo la Shinyanga mjini. Ikoje? Shukrani ndugu yangu, na ni kweli kama unavyosema kwamba watu wananitaja kwenye viunga vyetu vya mitaa na vitongoji vya Shinyanga mjini, na mimi hizo taarifa ninazo, nazipata kwa sababu mimi ni mwana Shinyanga, ni kada wa Chama cha Mapinduzi, ni mjumbe wa kamati ya siasa, lakini pia ni mdau wa maendeleo. Kwa hiyo kweli kwa jinsi ambavyo tunashirikiana na ndugu zangu wa Shinyanga, kwa kiasi kikubwa wamekuwa wakinitaja wakiona kama ninaweza kufaa kuwa mtiania wa nafasi ya ubunge. Lakini kama unavyojua wanasema uongozi ni hitaji la wakati. Kwa hiyo kama wenyewe wanaona kwa wakati huu unaokuja, kipindi ambapo chama kitatangaza rasmi watu waweze kuchukua nafasi, kama jamii yenyewe imeonyesha kama inanihitaji, kuna kitu naweza nikachangia au nikawavusha mahala fulani, nadhani muda ukifika, na mimi nasikia maneno na nimeyapokea, naendelea kuyatafakari, muda ukifika basi tuombe Mungu, inshallah tutafanya kile ambacho ndugu zetu wanakitamani tukifanya. Tuachane na yote ambayo yanatokea hapa katika mkoa wa Dodoma, turudi nyumbani Shinyanga, ambako tunajua kabisa kwenye michezo Watanzania wanalifahamu goli la mama, lakini wana Shinyanga wanalifahamu goli la Jumbe. Stand United wanakutana na Geita. Tayari mkuu wa wilaya ameshalipia viingilio vya wanashinyanga wote. Jumbe hujawahi kuacha kusapoti timu yako ya nyumbani. Kwenye hii playoff, zawadi ni ile ile au imeongezeka kidogo? Kwanza nawapongeza timu ya Stand United kwa mechi ya kwanza playoff ambayo tulicheza Geita, tukapata matokeo ya draw ya 2-2, kwa sababu hii ni playoff. Tunahitaji kupata matokeo ya jumla ya ushindi ili tuweze kuvuka, tusubiri playoff ya pili ambayo tutasubiri timu ya ligi kuu. Kwa hiyo mechi ya kwanza ambayo walicheza Geita, niliahidi kama watapata ushindi tutawapatia milioni 2.5, lakini kwa bahati mbaya walipata draw, kitu ambacho sio bahati nzuri. Turudi kwenye kiu au shauku ya wananchi ya kutamani Jumbe pengine siku moja wamuone katika lile jumba kuu pale akiwa anawakilisha wananchi wa mkoa au wa jimbo la Shinyanga. Labda kwa yale ambayo umeyasikia kwa wananchi mpaka wanakutazama wewe kama mwakilishi wao pengine ajaye, nini ambacho ungetamani Shinyanga ipewe, au ilani hii mpya ambayo leo inakwenda kutangazwa hapa kuweza kuinclude kwa wananchi wa Shinyanga, lakini pia kwa Tanzania nzima, kwa sababu wewe pia ni mmoja kati ya wadau wa maendeleo ya Tanzania? Asante sana. Kwanza leo tunaisubiria kwa hamu kubwa ilani ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu hiyo ndio dira. Unapoongelea ilani ni kama yani ndio dira ambayo itaonesha kwa kipindi cha miaka 5 Chama cha Mapinduzi kinaenda kuwapa nini, kuwatumikiaje wananchi. Unaona, kama mimi kwa sababu kama ni mtaalamu kidogo mambo ya project management, hii ni kama project ya miaka 5. Sasa ilani inakuonesha ile scope, yani yale maeneo ambayo itakava kwa muda huo wa miaka 5 kwa kiwango gani, na itagusa sekta zote ambayo itakuwa kwa nchi nzima. Sasa kwa hiyo ndio itatupa dira sisi kama wadau makada wa Chama cha Mapinduzi itakapofika kwenye uchaguzi, kwamba sisi tunaendaje kuitetea chama, tunatetea kupitia kwenye ilani. Kwamba bana kwenye elimu, kwa mfano unaona Chama cha Mapinduzi ilani ya mwaka 2020 ilisema itahakikisha elimu bure kidato ya kuanzia shule ya msingi mpaka kidato cha 6. Kwa hiyo ilani ya leo, you never know, unaweza kija na kitu cha tofauti, kasema labda mpaka vyuo vikuu kuna kitu fulani kitafanyika. Ukienda hivyo kwenye miundombinu, kwenye afya na maeneo mengine. Kwa hiyo naisubiri kwa sababu hiyo ndo inakuwa ndo kitu kikubwa cha kwanza. Lakini ukiacha ilani, sasa viongozi kwenye maeneo husika na wenyewe wanaweza wakaja na kitu cha ziada kutokana na maeneo husika. Sasa kuja kwenye swali lako, watu wa Shinyanga mjini wanahitaji nini? Kiu kubwa ya watu wa Shinyanga mjini ni kilio chao kikubwa ni ule mzunguko wa pesa Shinyanga mjini. Kwamba eneo letu la Shinyanga mjini ukikompea na maeneo ya wilaya mfano kama Kahama, kidogo Shinyanga mjini panaonekana mzunguko sio mkubwa. Mzunguko unapokuwa mkubwa, ina maana watu wanapofanya biashara zao wanaweza kufanya biashara kwa kiwango kikubwa wakapata faida kubwa. Kwa hiyo Shinyanga kilio chao kikubwa ni mzunguko. Sasa mzunguko unaletwaje?
ni lazima tutengeneze mazingira ya kuvutia wawekezaji wakubwa. Unaona kwa mfano kama Jambo alivyowekeza kiwanda, kuna wafanyakazi wengi wamekuja, ameleta media, amekuja nyewe watangazaji kutoka maeneo mbalimbali, watangazaji wana profile kubwa. Unaona, kwa hivyo tunahitaji attract investors wengine wakubwa waje wawekeze katika maeneo yetu ya Shinyanga mjini. Automatic itavutia watu, wafanyakazi watakuja wengi, mzunguko wa pesa utakuwepo, vijana watapata ajira. Kwa vitu kama hivyo. Lakini kingine, kilio kikubwa cha watu wa Shinyanga mjini, wanahitaji kiongozi ambaye atakuwa ni kiongozi ambaye watakuwa naye karibu. Sio kiongozi ambaye atatengeneza gap, yani akishapata uongozi labda atatengeneza mazingira atapotea, au anapokuja anatengeneza mazingira kujitenga nao. Unakuwa kiongozi labda mfano unakuja jimboni na mabouncer, unatengeneza mazingira magumu ambapo wewe kama kiongozi wa wananchi unatakiwa ushirikiane nao kwa matukio ya kijamii. Nadhani sababu kubwa ya wananchi wa Shinyanga mjini kunitaja sana mimi kwa sababu nimeonekana najiunga nao kwa matukio yao yale ya kawaida. Timu kama Stand United ni timu ya wananchi wa kawaida. Chama la wana. Imeanzishwa na watu wa kawaida kabisa wa chini. Kwa hiyo ukishirikiana nao wanajisikia vizuri. Tunatengeneza matukio kama sherehe mbalimbali unawaalika. Ndio hicho watu wanakitaka pia kikubwa. Ukiachana na shughuli za kimaendeleo, wanahitaji ule ukaribu. Kuna matatizo wale madogo madogo ya kijamii, makundi maalum kama yatima, wajane. Wanahitaji mtu wa kuwashika mkono, wa kuwatia moyo. Ndio maana uliona mabonanza kama yale tulifanya mwaka jana mwezi wa 12, uliona muitikio. Ndio vitu ambavyo Shinyanga mjini tulikuwa tunavikosa. Vitu vya kuwaunganisha watu. Watu wa Shinyanga mjini ni watu wanaopenda kujumuika pamoja. Ndio tamaduni wetu. Kwa kiu kubwa sasa hivi watu ukiwasikiliza concern yao kubwa, tunataka mtu ambaye ni wa kwetu. Kwanza ni mzawa, lakini pia awe ni mtu ambaye anaweza kushiriki na sisi kwenye hali zetu zozote zile. Asituwekee gap kwamba kumuona labda ni kwa season au hata akija upatikanaji wake ni wa shida na nini. Kwa hicho ndo kikubwa ambacho anakitaka. Lakini kama najua wamefuatilia mikutano mingi ya viongozi wakubwa ambao hata wamekuja hata kwetu Shinyanga, hata juzi amekuja mwenezi wa chama. Umesikia anasema Chama cha Mapinduzi kitahakikisha kwenye uchaguzi huu kinaleta viongozi ambao wanahitajika na wananchi. Yaani hicho ndo kigezo cha kwanza namba moja, kwamba wananchi wa eneo husika wanamtaka nani. Ndio chama kinampa priority mtu wa aina hiyo. Na wananchi wenyewe umewasikia kwa namna mbalimbali na uwigo wa wapiga kura ambao umeongezwa. Wengi wameonesha wana muamko mkubwa. Ndio maana ukifuatilia moja ya majimbo ambayo ana muamko au yanaonekana ana pressure kubwa, Shinyanga mjini miongoni mwao. Kwa sababu watu wamehamasika, kuna kitu cha ziada kimetokea. Kuna testi mpya imekuja ambao wanataka waijaribu. Kwa hiyo mimi naamini mambo yatakuwa mazuri, lakini pia na ndugu zetu wa upande wa pili. Sisi tunaomba washiriki uchaguzi. Wanashiriki. Wakishiriki kitakuwa ni kitu kizuri kwa sababu na sisi tunataka tupambane nao kwenye majukwaa. Sisi kama makada, viongozi wa chama, tuna mambo mengi ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan ameyafanya ambao tunaamini tukikutana nao hawezi kutusumbua. Shinyanga mjini sisi tumezaliwa, tunajua ilipotoka na ilipo na inakotaka iende. Kwa hiyo mimi naamini nawaomba na nazidi kuwatia moyo wananchi wa Shinyanga mjini wakiamini Chama cha Mapinduzi ni chama ambacho kina vyombo vingi, kinafanya research yake kwa hali ya juu kuhakikisha kwamba wananchi wa eneo husika wanataka kitu gani, na mara nyingi waga wanawapatia.